Siku ya mwisho ya mwaka 2025 ikiwa ni siku ambayo tutaweza kuvuka mwaka rasmi na kuweza kuingia mwaka 2026. Bila shaka nina taarifa kwamba wakati kama huu wengi wetu tunapata kusherekea, lakini pia kufurahi kwa sababu ya kuweza kuvuka mwaka mpya. Kwa hivyo niweze kukutakia mwaka mpya wenye mafanikio zaidi, lakini pia tuweze kuendelea kupatana mwaka mpya wa 2026. Msikilizaji wangu, karibu katika kituo hichi. Kumbuka kwamba sie tupo hapa kila siku kuweza kuhakikisha kwamba tumekujuza na tumekutaarifu, umepata kuelewa masuala yanaweza kutokea ndani na nje ama sehemu ambazo zinakabana nasi. Sasa siku ya leo msikilizaji, nipo hapa na taarifa ambazo kwamba zimeweza kutendeka na nimeweza kuzifikia hapa, na nataka nikujuze ni yapi yameweza kutokea ili tuweze kuhakikisha kwamba tunazidi kufahamishana. Sasa nimepata kutumiwa taarifa hapa na habari mwenzangu ambaye kwamba aliweza kuhudhuria mkutano ulioweza kuitishwa na Ikulu nchini Tanzania, na kikao hichi ni kikao cha wanahabari. Kikao hichi cha wanahabari kiliweza kufanyika siku ya jana ambayo ni tarehe 30 mwezi wa 12 mwaka 2025, na kikao hichi kiliweza kufanyika katika hoteli ya Peacock iliyoko Dar es Salaam. Sasa mwanahabari huyu ameweza kunitumia taarifa hii kwa sababu ya kuweza kuamini kwamba tunaweza kumulika zaidi na tunaweza kuhakikisha kwamba Watanzania wanapata kufahamu ni yapi yanaweza kutendeka, ama wanaweza kuipata taswira kamili wanavyoweza kuona yale ambayo yanatendeka nchini Tanzania na kupata kuelewa kwamba ni kipi kinachoweza kutendeka. Sasa katika kikao hichi kilichoweza kufanyika, msikilizaji, mwanahabari huyu anasikitika kwamba haikuwa alivyotegemea yeye, kwa sababu ukiweza kuitwa msikilizaji unategemea kwamba ni masuala ya kujenga taifa ama masuala ya kuhakikisha kwamba maslahi ya wananchi yamepata kushughulikiwa ipasavyo, lakini sasa hili limekwenda kinyume na matarajio ya mwenzangu aliyokuwa nayo. Sasa kile kilichoweza kutokea ni kwamba waandishi walioweza kuhudhuria kikao hichi walikwenda kulipwa pesa ili kufanya kazi na serikali. Ni ajenda ya kwanza hiyo, msikilizaji, ya kile kilichowaita ama kile kilichofanya mkutano ule uweze kuwepo, ni kwamba waweze kulipwa pesa ili waweze kufanya kazi na serikali au kuisifia serikali kwa vitendo vyake, iwapo ni vizuri au vibaya. Cha pili ni kuisifia serikali hata kama imetenda maovu. Kwa hivyo bahasha ile ukishaipokea mwanahabari Tanzania, ni kwamba hautoweza kuripoti maovu yanayoweza kutendeka na serikali. Kile kinachoweza kufanyika ni kwamba unaisifia ama unatafuta kisehemu ambacho ni kizuri kwa ule ubaya, unakishikilia na hicho ndo unaweza kukiripoti. Cha tatu, msikilizaji, ni kumshambulia Askofu Charles Kitima
ambaye ni katibu mkuu wa Muungano wa Maaskofu wa Katoliki Tanzania, lakini pia kumshambulia Padri Ruwaichi wa Katoliki nchini Tanzania. Msikilizaji, masuala haya yanayokuambia ni kwamba utakapoweza kuanza kuyaona, utaelewa kwamba taarifa niliyoweza kukupatia siku ya leo ni taarifa ya kweli na ni masuala ambayo yanatendeka ndani ya nchi ya Tanzania. Najua kwamba binadamu mara mingi unaweza ukadhani kwamba ni masuala tu ya kuzungumzwa, lakini msikilizaji, utakavyoweza kuyaona yakiweza kutendeka, utapata kuyaamini. Sasa jambo la 4 hapa ni kwamba wanahabari hawa waweze kuchora taswira ya kuonyesha kwamba Kanisa Katoliki linaichukia serikali ama linaipinga serikali. Anipata msikilizaji, kwamba wanahabari waweze kuchora taswira ya kuweza kuonyesha kwamba Kanisa Katoliki nchini Tanzania lipo kinyume na serikali ya Tanzania. Iwapo hilo litafanikiwa kufanyika, msikilizaji, ni kwamba machafuko ambayo ataweza kuyashuhudia Padri Kitima na vilevile padri huyu Ruwaichi yatapata kuichafua ama kulichafua jina la Kanisa Katoliki endapo machafuzi hayo yatafanikiwa kufanyika nchini Tanzania, kwa sababu tayari hapa bahasha ilitoka na kazi tu ndio inasubiriwa ianze kufanyika. Elewa kwamba msikilizaji, Padri Kitima katika siku za hivi karibuni amekuwa katika mstari wa mbele kupinga baadhi ya hatua zinazochukuliwa na serikali, lakini pia baadhi ya maovu yanayoweza kutendeka katika serikali ya Tanzania. Na Padri Kitima anapata uungwaji mkono mkubwa kutoka kwa Watanzania kwa sababu ameweza kufahamika na kuheshimika kwa sababu ya kusimamia haki na kwa sababu ya kutoa mwongozo mwafaka kipindi ambapo kunahitajika wosia wa kuweza kuhakikisha kwamba njia rasmi imeweza kupatikana ya kusonga mbele. Na kwa hivyo halaiki imeweza kumwamini Padri Kitima kwa sababu anachukua msimamo thabiti na ameweza kusimama na wanyonge nchini Tanzania. Kipindi maovu yanatendeka, kipindi mauaji yanafanyika, Padri Kitima anazidi kusimama na Watanzania na kuweza kunyoshea ujinga unaweza kutekelezwa na serikali kidole ili kuhakikisha kwamba wanaoyatenda yale wameweza kukoma, lakini pia wameweza kutenda kile ambacho kinastahili kufanywa. Taarifa hii niloweza kutumiwa imesoma hivi, msikilizaji. Waandishi wa Tanzania wamelipwa pesa kila mmoja waweze kumshambulia maaskofu wa Katoliki akiwepo Kitima na Ruwaichi. Na huu mpango ni wa watu waliopo katika serikali ya Tanzania. Hii press imefanyika tarehe 30 Disemba mwaka 2025 katika hoteli ya Peacock Hotel iliyoko Dar es Salaam. Nipata msikilizaji. Kwa hivyo siku ya jana viongozi wa serikali Tanzania wamekutana na wanahabari wakafanya kikao hichi kilichoweza kuhakikisha kwamba wamepokezwa bahasha kila mmoja. Bahasha hiyo itakayoweza kuhakikisha kwamba
wameitetea serikali pasavyo na wameyaziba maovu, lakini pia wameweza kuyaelekeza maovu yale kwa watu wengine tofauti ambao wanaonekana kupata uungwaji mkono kutoka kwa wananchi wa Tanzania. Msikilizaji, zidi kuachia maoni yako kwenye comment section, lakini pia zidi kutufuatilia, zidi kupiga subscription na kutakia heri za mwaka mpya, tuweze kuvuka salama. Ikiwa tupo sherehe tuweze kusherekea vizuri, kwa sababu tutahitajiana bado mwaka mpya wa 2026. Nikutakia mafanikio tele, na pia wewe na wale uwapendao tuzidi kufuka wote. Kwa sababu hiyo basi zidi kushare video zetu, hakikisha kwamba unazifikisha kwa makundi kadhaa ili tuzidi kuijenga familia kubwa zaidi.